بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1442 katika silsila ya darasa ya Qasasul Anbiya tuendelea kumzungumzia Nabii Allah Yusuf alayhi salatu wassalam, na tulifikia قولي الله سبحانه وتعالى akieleza miongoni mwa tukio yaliyotokea katika maisha ya Yusuf. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، basi mfalme akasema mleteni kwangu awe wangu mwenyewe hasa. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، basi alipomsemesha alisema hakika wewe leo umekwisha makinika kwetu na umeaminika. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف akasema nijalie mshika hazina za nchi, kwani hakika mimi ni mlinzi mjuzi. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، basi namna hivi tukampa Yusuf cheo katika nchi. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، anakaa humo popote anapopenda. nusibu birahmatina man nasha, tunamfikishia rehema zetu tumtakaye. wala nudhi'u ajra almuhsinin, wala hatupuuzi malipo ya wafanyao mema. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، حقيقة مليبو يا آخرة نبورة زايدي قوالي واميننا وكاوا وشمغو. الله تبارك وتعالى يقول وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. mfalme aliomba alitewe Yusuf alayhi salatu wassalam ili amfanye katika watu wake wa karibu, washauri wake, tena wa karibu sana. astakhlisu li nafsi. falamma kallamahu يحتمل أمرين. الأول فلما كلمه أي يوسف كلم الملك، ويوسف alizungumza na mfalme ودعاه إلى الله تبارك وتعالى فقال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين. alipozungumza naye mfalme akamwambia Yusuf, hakika wewe leo kwetu sisi ni mtu uliyemakinishwa kabisa, tena uliyeaminika kabisa katika nini mujtamaa wetu, tukuamini. والأمر الثاني أن الملك قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما جاء يوسف وكلمه الملك وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. والمكين هو الممكن في الأرض، aliyemakinishwa katika hii ardhi. بمعنى فبعد هذا الذي رأيناه منك أنت مكين أمين، بعد haya tuliyoona kwako katika ilmu Allah aliyekupa na uaminifu uliokuwa nao katika tabia yako nzuri,
basi hapa kwetu tayari umemakinika na tena uko katika hali ya kuwa waaminiwa. عندها قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لماذا عظم يوسف عليه السلام في عين الملك؟ كونين يوسف mfalme alimwadhimisha sana, akamheshimu sana kiasi hiki. العلماء يقولون أولا لعلمه عليه السلام، علم تفسير هذه الرؤيا. يوسف عليه السلام alikuwa na ilmu, ni mtume katika mitume wa Allah, na kwa ilmu yake akawa na uwezo wa kuweza kuifasiri ndoto ya mfalme, na kabla ya hapo ndoto ya wale aliokuwa pamoja na wao jela. Kwa hiyo ilmu aliyokuwa nayo mfalme alimheshimu sana Yusuf alayhi salatu wassalam. Na hivi ndivyo inavyokuwa. Allah subhanahu wa ta'ala يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. kwa ilmu ni sababu ya mtu kunyanyuliwa sana. kwa mfalme akamheshimu mwanzo kwa ilmu yake. قالوا ولصبره وثباته، يوسف alikuwa na subra na alisimama imara katika msimamo wake. angalia walipokuja kutaka kumtoa jela, وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. na bila shaka anayefanya hivi ana subra. rudini huko, ulizieni kuhusu wale wanawake na yale yaliyojiri baina yangu mimi na wao, ili watu wajue kuwa yeye ni mkweli na amedhulumiwa. kwa hapa ikaonekana subra na thabat aliyokuwa nao Yusuf alayhi salatu wassalam. kadhalika li taharatihi wa iffatihi, Yusuf alikuwa ni msafi, ni afif, ni mtu aliyejizuia kutokamana na machafu. imra'atul aziz turawiduhu, النساء يراودونه، يهدد بالسجن، ومع هذا العفة فوق كل شيء عليه الصلاة والسلام. mke wa waziri amtaka, wanawake wamtaka yeye, bali akatishiwa mpaka kutiwa jela, lakini akajizuia, hakuteleza katika hili jambo. hili pia likamfanya mfalme amheshimu. كذلك لثناء ساق الملك عليه لما كان معه في السجن، فما سماه إلا الصديق. يوسف أيها الصديق، yule aliyekuwa naye pale ndani ya jela, yule anayemnywesha pombe mfalme, alikuwa akimsifu kwa mfalme, nipeleke mimi na mtu ambaye atajibu jawabu zuri juu ya ndoto yako. kwa zile sifa alizomsifu nazo pia akazidi kuadhimika mbele ya mfalme. kwa mfalme akamwamini Yusuf alayhi salam. qala Yusuf alayhi salam ij'alni ala khazain al-ard inni hafidhun alim, ولم يقل إني جميل وسيم. Yusuf hakusema kuwa nifanye mimi au nipe mimi kazi ya kusimamia upande wa khazina kwa sababu mimi mzuri. hakusema hivyo, na uzuri alipewa. lakini tizama kitu ambacho alichokitaja Yusuf alayhi salatu wassalam, hakutaja kuhusu uzuri wake wala nini. kitu kilichompa fadhila ni ilmu aliyokuwa nayo. ilmu ukiwa nayo hakuangalii sura yako ni nzuri ama ni mbaya, watu wataka hiyo ilmu ndio ibebe. ile ilmu ndio inaomnyanyua mwanadamu. waweza kuwa na uzuri mzuri kabisa, lakini ukiwa jahil haukusaidii chochote ule uzuri wako, sababu jahil.
na akawa mtu pengine sura yake haipendezi. Ata ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, katika ulama usalaf, alikuwa kiwete, na wataja shakli yake ilikuwa si mzuri, kwa sababu aslan alikuwa ni mtumwa wa Kihabishi. Allah akampa ilmu kiasi cha kuwa alikuwa ikitangazwa wakati wa haji, la yufti illa Ata, hakuna mtu ruhusa ya kutoa fatwa isipokuwa Ata. Ata ibn Abi Rabah akikaa katika mukhayyam yake wakati wa haji, khalifa afunga foleni kuuliza maswali. Khalifa wa Islam asubiri nje aingie na watoto wake kuuliza maswali, kisha wauliza maswali watoka. Mtoto wa khalifa amwambia babaki, huyu ndio watufanya sisi tukae nje? Qala ya bunayya innaha alilm, hii ni ilmu ndio mwenua. Hakuangaliwa kuwa huyu alikuwa ni mtumwa kisha akaachiliwa huru, huyu alikuwa kadha, la. Ya bunayya alilm, ilmu ndio inomnyanyua mtu. Na ndio hapa Yusuf anasema inni hafidhun alim. Sababu ya yeye kutaka kuwekwa katika sehemu kama hili kwa sababu ya ilmu aliyokuwa nao alayhi salatu wassalam. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. سبحان الله، بعد الضيق، بعد السجن والشدة، صار يوسف هو الممكن. baada ya dhiki alifungwa jela, akapata dhiki, yote haya yalipita, mashaka. Sasa Yusuf ndio amemakinishwa katika hii ardhi. huwa almutasarrifu fi shu'uni Misra salawatullahi wa salamu alayhi, yeye ndiye anayepeleka mambo ya nchi nzima ya Misri. Mfalme amempa cheo hicho, yeye ndio anayepeleka mambo ya nchi nzima. Hata ndugu zao, ndugu zake Yusuf alayhi, hata ukimwona wataamini kweli yule tuliyemtupa kisimani leo amekuwa yeye ndio yuwasimamia nchi nzima. Hata katika akili yao haipigi. Ndio hapo tutakuja mbele, wajaa ikhwatu yusufa fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Utamjuaje wewe mtu ambaye ulimtupa kwenye kisima kisha mwanzo alifika lini huko Misri? Wajuaje alikwenda Misri, alikwenda wapi? Kisha awe yeye ndio kiongozi mkubwa anayesikilizwa baada ya mfalme. Kwa hapa Yusuf akaomba utawala, na sote tufahamu kuwa si sawa mtu kuomba utawala. Mtume salama amekataza, sio? La tatlub al-imara, si sawa mtu kuomba utawala. Lakini mbona Yusuf hapa ameomba afanywe yeye ndio kiongozi katika upande huo? Hadha laysa mimma yu'ibuhu fi shay, hii haimtii dosari Yusuf katika chochote kile. Wadhālika annahu yajuzu lirrajuli an yatluba al-imarata in kana yara annahu ahlul laha. Ikiwa mtu aona kuwa hawa watu wote hawa wanaotaka ule uongozi watakwenda kuharibwa, hawa wataharibwa, akasema kuwa niwekeni mimi nitawafanyia hii kazi, ikiwa imebidi kufikia hapo basi la basi, wanaoviona wataja kwa hiyo waweza. Sababu Yusuf alikuwa yuona yeye waweza kusimamia lile jambo, na hii ndio adhhar katika hii, wallahu a'lam. Bali yawezekana kuwa Yusuf alikuwa yuona hili jambo ni wajibu juu yake, kwa sababu ile miaka itakayokuja mbele kule, sabaa ya ukame, ikiwa hakutasimama mtu akisawasawa hapa wa kuhifadhi kile chakula, watu wengi watakufa na njaa. Kwa siku simama mtu yoyote tu akajibandika ule uongozi ama akawekwa katika uongozi katika jambo kama lile, kisha akawa atakuwa sababu ya watu kuangamia. Simama mtu ambaye atakuwa ni sababu biidhnillahi ta'ala ya kuhifadhi watu kutokana na bala njaa.
مكن يوسف عليه السلام في أرض مصر. يوسف أكمكنشوا كتك أرض مصر وصار وزيرا فيها أكايين وزير لن ينشئ مصر. ومرت تلك السنوات السبع الخصبة كبيتا لمياك سبا ambao kulinyesha mvua vizuri ndio ile 7 baqaratin simanin ng'ombe wale 7 walionona wa 7 sumbulatin khudrin. kwa hiyo ile miaka 7 ikapita. واستعد لها يوسف عليه الصلاة والسلام أتم استعداد. يوسف akajiandaa vizuri kwa ajili ya miaka 7 inayokuja ambayo ni nini? Ni njaa. وذلك أنه زرع كل أرض في مصر يمكن أن تزرع. ikawa amrisha kila ardhi ya Misri ambapo kuweza kupandwa mimea na kufanywa shamba watu wapande. Kilimo kikawa chafanyika kisawasawa wakati ule. Hata sehemu gani ndogo kiasi gani lima, lete chakula. Wakawa wakusanya namna hiyo kile chakula, ile fursa isipotee. Kisha akajenga mahazina, sehemu ambazo walikuwa wakihifadhi kile chakula, wakawa hifadhi. Wanasu yakuluna biqadri hajatihim faqat, na hakuna israf. Kila mtu atakula katika hii miaka 7 hii ambao mvua iko, atakula kwa kiasi kile anachokihitajia, asizidishe zaidi hapo, asifanye mtu israf. Sababu mbele kuna nini? Kuna miaka huko mbele yaja ya njaa. مرت هذه السنوات ال7 على مصر كما مرت على غيرها من البلاد. kwa hii miaka 7 ikapita Misri kama vile nchi nyingine zilizobakia ilikuwa ikipita. ثم لما جاءت السنوات ال7 العجاف, ilipokuja ile miaka 7 sasa ya njaa sasa, ظهرت الحاجة في الأرض كلها, ikawa kila mahali watu wamepigwa na bala njaa. Mvua zimekatika, ardhi hazitoi mimea. Lakini huku Yusuf alayhi salatu wassalam kana qad khazzana min at-ta'ami shay'an kathira, alikuwa ameweka katika khazina chakula kingi sana, ameweka huko. Yakfi Misra, kile chakula cha tosheleza Misri na watu wa Misri wa ghairahum, na wengineo katika watu wa nchi nyingine pia wakija pale pia watakula. Washa'a baina an-nas annahu la ta'ama illa fi Misr, ikaenea baina ya watu kwa hakuna chakula isipokuwa katika nchi ya Misri. Ukitaka chakula basi nenda wapi? Misri. فانصب الناس على مصر من كل حدب liyashtaru minha at-ta'am. Watu wakatoka kila mahali kwenda Misri kwenda kununua chakula, si bure, wauziwa. Kwa ikawa watu washuka Misri. Wakana mimman jaa ila Misr ikhwatu Yusuf min Palestina, katika wale waliokuja Misri kutafuta chakula wakaja ndugu zake Yusuf kutoka Palestina. Wao walikuwa Sham, Palestina, wakaja yashtaruna kama yashtari الناس. وقد شاع عندهم كما شاع عند غيرهم عدل وزير مصر, na ilikuwa kuna habari zimeenea, kuna waziri kule Misri mwadilifu, ana ilmu, mkarimu, ambaye nani huyo? Ndugu yao Yusuf alayhi salam. Wao hawajui nani, wasikia tu habari kule hudhulumiwi bwana, ukienda utanunua uondoke ukiwa umeridhika na nini. Kwa hivyo habari zilikuwa zimeenea. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza mbele, wajaa ikhwatu yusufa fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun, wakaja ndugu zake Yusuf na wakaingia kwake, yeye akawajua na wao hawakumjua. Kwa Yusuf ashawajua wale, yule ni fulani, yule ni fulani, ni fulani, lakini wao hawakumjua. Taeleza sababu gani, kwa nini hawakumjua?
wakati yeye aliwajua. Allah subhanahu wa ta'ala sema walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhin lakum min abikum, alipowatimizia tayari haja yao alisema nileteeni ndugu yenu kwa baba. Ala tarawna anni ufi al-kayla wa ana khairul munzilin, hamuoni kwamba mimi ninatimiza kipimo na mimi ni mbora wa kukirimu? Pia hapa kuna swali, alijuaje kama kuna ndugu yao kule? Bila shaka yeye alikuwa ni mmoja wao, lakini aliwauliza vipi ili wale wasijue kuwa yeye wajua kama wana ndugu? Si mfahamu Yusuf alifanya vipi kuambia wale njooni na ndugu yenu ambaye ni mdogo wao, njooni naye, wakati yeye hawajui wale kwa fikra yao wale. Fahamu, wao wajua, yeye hawajui sababu hawakumjua nani. Hapa pia tutaeleza alijuaje kuwa wana ndugu mdogo kule bila wao kujua kuwa yeye wajua. Fa in lam ta'tuni bihi, na msipomleta, msiponiletea ndugu yenu, fala kayla lakum indi wala taqrabun, hampati kipimo chochote kwangu wala msinisongelee, mbaki huko huko mliko. Yusuf alayhi salatu wassalam, Allah aeleza wajaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Hapa baadhi ya watu wakapata ishkali, kaifa arafahum wa lam ya'rifu, vipi yeye aliweza kuwajua na wao hawakumjua? وكان الأصل أنه يعرفهم ويعرفونه, أصل ni kuwa yeye alikuwa kweli wajua na wao wamjua, si ndugu yao, ni ndugu yao, lakini hawakumjua Yusuf, yeye akawatambua. Wanaovioni wakajibu katika hili swala kwa kusema أولا أن يوسف عليه السلام لما فارق إخوته كان صغيرا. Yusuf alayhi salam alipofarikiana na ndugu zake alikuwa ni mtoto mdogo sana. wasaghiru idha kabura tataghayyaru ashbahu, mtoto mdogo akiwa mkubwa yubadilika sana, sura yake abadilika kiasi cha kuwa waweza usimtambue ni yeye ama si yeye. Na yeye alikaa katika nyumba ya yule waziri hatta balagha ashuddahu, kwa mkubwa, kisha akakaa katika ile miaka ambayo yule mwanamke alimtaka kwa nguvu. Alipokataa akafungwa jela. Wanaovioni katika kauli mashuhuri ni kuwa alifungwa jela miaka 7. Thumma kharaja min as-sijni inda ru'ya al-malik, akatoka jela pale mfalme alipoota. Ikapita tena miaka 7 ile ambayo ilikuwa kuna mvua, na ni miaka 7 imepita. Kwa hiyo kumepita miaka mingi pale katikati, na ile miaka ambayo sasa ni ya ukame pia, kama mwaka hivi ya miaka miwili kapita, ndio ndugu zake wakaja. Kwa hivyo ikiwa miaka 14 kuanzia yuko jela na ile miaka 7 mingine, na huko nyuma kuna miaka ambayo haijulikani aliishi kwa waziri, kuonyesha kuwa hayashuki chini ya miaka 20 au zaidi. Bimaana zaidi ya miaka 20 hawajaonana na Yusuf alayhi salam. Kwa hivyo yule mdogo bila shaka atakuwa amebadilika. Ama mtu mzima mara nyingi habadiliki sana, ni kuwa labda ndevu zake zilikuwa nyeusi zitakuwa nyeupe kidogo hivi, lakini ni yule yule wamuona, usi ni fulani. Habadiliki sana mtu mzima, si kama mtoto mdogo akikuwa yobadilika. Kwa hii ni sababu ya kwanza waliotaja wanaovioni kuwa yeye aliwatambua na wao hawakumtambua. Kadhalika wakataja kanu adadan wa kana wahidan, wale walikuwa idadi kubwa na yeye alikuwa ni mmoja. Bimaana ikiwa hatomjua huyu basi atamkumbuka mwingine katika ile idadi ya wale ndugu zake, lazima atamtambua mmoja au wawili ambao watamjulisha kuwa hawa ni ndugu zake.
kadhalika annahum kallamuhu bilughatihim, walizungumza na Yusuf kwa lugha yao waliotoka nayo kule Falastini. Fa'arafahum min lahjatihim, akawajua kwa ile lugha waliokuwa wakizungumza kwa hawa haiwezekani watoka sehemu fulani, na ndio hawa ndugu zangu. وهم لم يعرفوه لأنه كلمهم بلسان أهل مصر, na wao hawakumtambua kwa sababu hakuzungumza na wao lugha yao, zungumza lugha ya watu wa Misri. kadhalika haibatul malik au haibatul mulk, ule ufalme na ukubwa aliopewa Yusuf alayhi salam una haiba. Hawezi kwanza wewe si fulani, wewe si fulani mbele ya mfalme au mbele ya waziri, amekaa mbele yako atakuniletea mambo kujuana hapa. Yani ile haiba ambayo iko pale ilikuwa hawezi kufanya istifsar pale, sababu huyu sasa ni waziri, na waziri ana haiba yake, ana heshima yake ile. Hawezi kumtizama kisha kaanza huyu ndiye ama sio, mtaonekana vipi? Kwa ile haiba pia ikawafanya wawe hawatafanya tadqiq katika kumtizama Yusuf. kadhalika katika yale ambayo yalitajwa katika sababu, annahu kana yantadhiruhum, Yusuf alayhi salam alikuwa yuwasubiri ndugu zake waje, alijua watakuja. Aks wale wengine ndugu zake hawakutarajia hata siku moja kuwa tutamkuta Yusuf Masr akiwa yeye ndiyo mfalme kule ama yeye ni waziri. Hili ni jambo ambalo halikupita katika akili zao kabisa, lakini yeye alikuwa yajua watakuja. Kwa hivyo ikiwa kwa mfano wewe umemwona mtu nchi fulani, pengine wamjua lakini hukutarajia kama utamwona, wallahi waweza kumwangalia kisha kusema huyu ni jamaa tuamfanana naye, sababu wewe hutarajii kuwa utamwona, lakini yeye pengine alikuwa yukutarajia wewe uje. Kwa hivyo akikuona utakujua huyu ni mtu fulani, ilikuwa natarajia aje na ashafika. Kwa hivyo sababu hizo na nyingine wasema ni amrullah subhanahu wa ta'ala, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye aliyetaka yeye awajue na wao wasimjue yeye, lihikmatin indahu subhanahu wa ta'ala, kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhim arafahum wa hum lahu munkirun, ay lam ya'rifuhu. La muhimu ni kuwa yeye aliwajua lakini wao hawakumjua Yusuf. قال الله جل وعلا ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم, alipoandalia ashawatimizia kile alichoandalia, akawaambia nileteeni ndugu yenu kwa baba, mmemwacha ndugu yenu nileteeni. Na hapa pia kuna swali, vipi alimjua huyo ndugu yao kwa baba? alimjua vipi? قال بعض العلماء سألهم عن أحوالهم, sababu walipoingia pale Yusuf aliwauliza maswali, man antum min ayi baladin antum mata jitum, nyinyi nani, mtoka wapi? Na yawauliza kama hawajui kweli, mtoka wapi, mmekuja hapa kwa sababu gani? Sababu hii wataka nini hapa hivi? Alafu nyinyi ndugu ama ni watoto wa ammi? Naona kama mwafanana. Faulizwe, sisi ndugu sisi. Baba yenu yuko hai? Hal lakum akh, mna ndugu mwingine mbali na nyinyi ambao mmekuja hapa? Saalahum an ahwalihim. Kwa hiyo katika maswali aliouliza mmoja wapo ni hili, ikawa sasa aweza kuwaambia kuwa kuna ndugu yenu yule mmemwacha, njooni naye. kadhalika wanawavioni wengine wanasema baada an zawadahum bit'am, baada ya kuwa aliwapa kile chakula walichonunua, na ilikuwa imewekwa sheria kuwa kila mmoja ataondoka kwa kiasi cha nini, cha ngamia wake anavyoweza kubeba. Huji mtu mmoja ukachukua ngamia 10 kwa beba chakula cha kubebwa na ngamia 10, kila mmoja iwaje kwa sababu ya njaa iliyokuwa imeenea. Kwa walimuomba kuwa basi tuongezee ngamia 2, mmoja wa baba na mmoja wa ndugu yetu mdogo tumemwacha kule.
Yusuf akawaambia hapo hapo, mleteni huyo ndugu yenu, ikiwa mtaka kuongezewa njooni na ndugu yenu, siwezi kuwapa sasa. Kwa hiyo akawaita, ikiwa mtaka ziada njooni na ndugu yenu hapa. walidhalika qala ala tarawna anni ufi alkayla ay ala tarawna anni zidtukum, mimi nimewapimia tena nikawazidishia juu. wa ana khairul munzilin ay ala tarawna alkaram, amuone ule ukarimu ndio wafanyia nyinyi na neema nilizowapa. kisha akawatishia na kuambia fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun, fasta'mala at-targhib wat-tarhib. mwanzo akawapendezea, kisha hapa akawatishia, ala tarawna anni ufi al-kayla wa ana khairul munzilin, hapa mwanzo. kisha akamwambia fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun. qalu, ndugu zake akamwambia sanurawidu anhu abahu, tutajaribu kumbembeleza baba yake ikiwa atakubali. qalu sanurawidu anhu abahu, kasema sisi tutamrai baba yetu, wa inna lafa'ilun, na bila shaka tutafanya hayo. Yusuf ndugu zake walipokubali kuwa watakuja na yule ndugu yao mdogo, وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يوسف akawaambia watumishi wake, tieni bidhaa zao katika mizigo yao. Wao wamekuja na dhahab na fedha, wakati ule si pesa, kununua chakula. baada ya Yusuf kupokea, akawatilia mizigo yao ya chakula, kisha akawaambia watumishi wake, hiki walicholipa waregesheni, lakini bila ya wao kujua. Ikawa wanapopimiwa zile dhahabu zao wafanya nini? Waregeshiwa wenyewe, na fedha waregeshiwa wenyewe bila wao kujua. na hii pia tutataja kwa nini Yusuf alifanya hivi. Aliwaregeshea kila walicholipa, kila aliwaregeshea. kwa nini? la'allahum ya'rifunaha idha inqalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un, ili wazione watakaporudi kwa watu wao wapate kurudi tena, isije wakafika kule wakawa hawana tena pesa za kununua chakula wasirudi hivi. kwa hivyo wacha niwape ili waweze kurudi hivi tena. kwa hivyo bidhaa ambazo walizihitajia za chakula wakapewa, wao wakalipa. wataja wanaovioni kwa dhahab na fedha ndio walikuwa kitumika kulipa. wakaja na ilikuwa ni kama waita Kiingereza barter trade, kwa wewe watoa hivi kama ngozi sio vitu gani watoa, alafu wapewa nini? Wapewa chakula. Yusuf akawaregeshia bidhaa zao hizo, na hii ni subra kubwa aliyokuwa nayo Yusuf alayhi salam. Kikweli yani alikuwa na hamu kiasi gani ya kumuona baba yake, maana sasa ashakuwa amemakinika Misri. alikuwa yuweza kuambia pale pale kuwa mimi ni nani? Mimi ni Yusuf, mumkumbuka Yusuf, lakini hakufanya haraka. wana subra, regeeni kule. akawaambia wale watumishi wake, ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idha inqalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. طيب لماذا وضع بضاعتهم في رحالهم؟ hili swali laje. kwa nini Yusuf aliweka zile bidhaa zao walizokuja nazo kununua chakula akawaregeshea? naona muda umesonga sana, ingawa mazungumzo haya matamu mtu atakusikia, alafu ikawaje tutazungumza wiki ijayo inshallah, Allah akitupa uhai na uzima. kwa nini aliwaregeshea bidhaa zao, kisha kuanzia hapo waliporudi kwa baba yao ilikuwaje? inshallah taala tutakuja kuzungumza biidhnillah. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.